Kabla ya masiku haya machache tulitangaziwa kwamba kutakuwa na kongamano katika mji wa Mwanza pale, na wewe ukiwa ni mmoja wa wahadhiri ambao watakwenda kutoa mada katika ule muhadhara pale. Baada ya muda kutoka tena katika kongamano lile, kukatoka taarifa ya kwamba wewe si mmoja kati ya wahadhiri ambao watakwenda kutoa mada pale. Kwa hiyo na watu wamo miongoni mwao wanakupenda sana, wanataka kusikia chochote kutoka kwako. Hebu tupate ufafanuzi juu ya jambo hili, ili kuwaje. Mimi kusema kweli huwa sipendagi sana kuzungumza vitu kama hivi. Katika da'wa zangu sidhani kama mliwahi kuniona nikibishana na watu. Miongoni mwa madai wenye bahati nzuri ya kupigwa madongo, mimi ni miongoni mwao. Lakini sijawahi kurejesha, kwa sababu nimesoma da'wa, nimetakhassas katika da'wa. Qaida ya kida'wa inasema kun baina an-nasi kashajara yarmuna ilaiha al-hajara wa tarmi ilaihim ath-thamara. Ishi na watu kama mti. Watu wana tabia ya kuupiga mti mawe, kurushia mti madongo, lakini mti haurejeshi. Mti sana sana majibu yake huwapatia matunda. Na namshukuru Allah, naamini kwa 100% nimefaulu katika hilo. Na ukiona nimepanda juu ya mimbar na kemea jambo, basi ujue li jambo zito. Kama juzi kuna bwana mmoja kahalalisha kuwaendea wake kinyume na maumbile, na kasema hilo ni asilaumiwe yeye, hilo ni jambo la Qur'ani. Qur'ani imeruhusu. Nimesimama mimi nimekemea hilo jambo. Pamoja na hayo, si mtu wa migogoro, sio mtu wa mabishano. Na laiti ningelikuwa ni mtu wa hayo, huko kwangu Dar es Salaam Temeke, ningeyazungumza habari za kongamano hili la Mwanza. Lakini kwa sababu shekhe umeuliza, labda nikwambie jambo moja. Kongamano la Mwanza mimi sijaalikwa. Hakuna mwaliko rasmi kutoka katika kamati inayoandaa kongamano hilo ambao mimi nimeupokea. Siku zote ukisikia mtu fulani amekataliwa jambo, anayekataliwa jambo ni mtu ambaye ana mambo moja kati ya mawili. Ameomba jambo, jibu likaja la kukataliwa. Mimi sijawahi kuomba kushiriki katika ile kongamano. Na ile kongamano ni kongamano ambalo linazunguka. Mwaka huu linafanyika mkoa huu, mwakani mkoa mwingine, mwakani nchi nyingine. Sijawahi kushiriki na sijawahi kuomba, na sitegemei kuomba kushiriki. Hilo la kwanza. La pili, mtu anaweza akawa amekataliwa kushiriki katika jambo baada ya kupewa mwaliko. Umepokea mwaliko rasmi, waliokalika wakacancel ule mwaliko, wakakwambia basi tena hatukualiki. Kwa hiyo mimi sijawahi kupata mwaliko rasmi ya waandaaji wa hilo kongamano, na ndio maana nitashangaa, nitastaajabu nitakaposikia panasemwa kuwa fulani amekataliwa kushiriki katika kongamano. Mimi sikuomba, sina habari nalo, sasa nakataliwa vipi? Nadhani mnanielewa jamani, eh? Lakini jambo moja nikiri, Ijumaa ya mwisho ya Ramadhan nilikuwa Mwanza, nimehutubu katika msikiti mmoja. Shekhe mmoja wa pale Mwanza ambaye ni ndugu yangu, rafiki yangu, alinialika yeye kama yeye katika hilo kongamano. Na baada ya kubaki mwezi moja na nusu au miwili, akanikumbusha tena. Lakini shekhe huyo ni shahidi na Allah ni shahidi, nilikataa. Nilimwambia ndugu yangu niwie radhi, siwezi kushiriki, na nikampa sababu zangu. Kwa hiyo asitokee mtu akataka kupata umaarufu kupitia
mgongo wa Sheikh Kishki akasema kwamba tumemfukuza au tumemkataa. Mimi kinachosemwa sikijui. Mimi mwenyewe nacheka naposikia yanayosemwa. Kwa hiyo jibu langu ni hilo, lakini nikuombeni tu jaribuni kufata tabia nilizonazo mimi. Msiwe washindani na msiwe wabishani, mnabishana. Mimi ukinitazama ni kijana wa Dar es Salaam, jiji la gharama. Nimecheza michezo yote. Naweza kumjibu mtu yoyote atakayenichafua heshima yangu. Lakini mimi ni mtu wa Qur'an. Qur'an imemwagiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe anapuuza. Na ukiniona mimi napigwa na madongo na watu wengi jamani, hilo mulijue. Kulia kushoto, kiingia wewe fungua YouTube andika tu Raddi kwa Kishki. Wallahi 90% siwajui, na waona tu kwenye picha. Huyu naye nani, anatokea wapi? Sasa ukiona mimi nakaa kimya, si ujinga, bali napuuza. Na nikikukalia kimya nimekupuuza. Na Qur'ani imesema puuza. Katika suratul A'raf Allah anamwambia mtume wa'arid 'anil jahilin, wapuuze wajinga. Akamwambia katika suratul Al-Hijri wa'arid 'anil mushrikin, wapuuze washirikina. Kwa mimi napuuza, sina haja ya ushindani. Mmenielewa? Hata hii mada yangu ya kwanza leo naongea nini? Nimeongea nini leo mada ya kwanza naingia Tanga? Nimeongea nini? Chumo la inawezekana kuna mtu anategemea Sheikh leo atazungumzia jambo fulani, atawakanyaga watu. Mambo sina muda huo, sina. Siko hivyo. Na kama wapo wanakuja kwenye mihadhara yangu wanajua hapa hajapiga, atapiga barabara 9 na 10, utazodoka. Mimi sina time hiyo. Tumeelewana jamani? Kiufupi ni hivyo ndugu zangu, wa barakallahu fikum.